sisi kama Chauma tunajua kwamba chaguzi zetu haziko huru. Tunajua kwamba hatuna tume huru. Tunajua kwamba katiba tulionayo ni ya chama kimoja, ni ya mwaka 77, vyama vingi vimeanza mwaka 92, sio? Kwa tunajua kabisa sheria za uchaguzi kimsingi ni za mwaka 1985. Kwa wasomi wa sheria wanajua. Japo kama mimi sio mmoja wapo, lakini angalau hilo najua. Ni sheria za mwaka 85 wakati ya chama hiki, na ndio zilizofanya kwamba rais anaweza kufanya nini? Kuteua tume ya taifa ya uchaguzi. Ni sheria za mwaka 85. Hayo mambo tunayajua kaka. Na tumeyaishi. Mimi hayo mambo nimeyaishi miaka 21. Kwa sababu nimekuwa kwenye siasa za upinzani kwa miaka 21. Na yajua wala sitaki kusimuliwa. Sasa unaposema kwamba sasa mwaka huu tutakuwa na uhakika gani? Sasa wewe unadhani jibu lake ni nini? Unadhani jibu lake kwa sababu tumeibiwa uchaguzi sana, kwa wewe ungependekeza mwaka huu tusiende kwenye uchaguzi? Ya ndio ambacho ungependekeza. Yaani jibu litakuwa kwa sababu tumeshaibiwa sana. Yaani kama wewe unalima shamba, ukilima wanaiba. Jibu lako kwamba hulimi sasa, sababu ukilima wataiba. Kwa ungependekeza tuende kwenye uchaguzi. Sisi Chama tunakataa hiyo. Tutaenda kwenye uchaguzi. Kama ulivyosema, mkakati wetu ni nini? Tunavuka mto tukiufikia. Kwa sababu kwa sheria hizo tusijizime data. Kwa sheria hizo mwaka 95 vyama vya upinzani vilipata wabunge na madiwani. Na Chadema ilipata wabunge 4. Chama ambacho mimi nilikuwepo. Na tumekuja mwaka 2020 vyama vyote vilipata wabunge na madiwani. 2005 vilipata wabunge na madiwani, mpaka 2015 tulipata wabunge na madiwani, tena Chadema tukapata wabunge 72. Sheria zilikuwa hizi. Tume zilikuwa hizi. Ni mkakati tu. Sasa sisi ambacho tunataka tufanye, tusipotee njia mara mbili kama tumeibiwa 2020, 2019, 2020 na 2024, tusipotee njia mara mbili. Ndio watu wazima wanavyofanya. Chama makini kinafanya hivyo. Hupotei njia mara mbili. Badala ya kwamba sasa mimi siendi kwenye uchaguzi. Sasa usipoenda kwenye uchaguzi ndio sheria zinaboreka. Yaani kwa mfano tukiamua kususa hatuendi kwenye uchaguzi, ndio sheria zinajiandika zinakuwa nzuri na tume inakuwa nzuri. Au nadhani CCM wanayo hiyo aibu ya kwamba kwa sababu hawa hawaendi kwenye uchaguzi basi tubadilishe sheria? Unadhani wanafikiria hivyo? Watachukua kila kitu na hakuna kitakachotokea. Kwa sababu 2019 tulisusa. Serikali za mitaa walikomba vitongoji vyote, vijiji vyote, mitaa yote, hakuna ambacho kimewahi kutokea. Wakaendelea. Kwa hiyo kwa CCM kususa sio option kwa mtu anayefika sasa, lakini chama cha siasa ni chombo cha uchaguzi. Ukiacha kwenda kwenye uchaguzi, unakuwa ni NGO tu ya kawaida. Unakuwa pressure group ya kawaida. Chama cha siasa unaenda kwenye uchaguzi, unaenda kupigania haki yako kwenye uchaguzi wenyewe. Hivi timu ya mpira isiyopeleka timu uwanjani ni timu ya mpira? Timu ya mpira mguu haipeleki timu uwanjani, inakuwa timu ya mpira. Inachukua kombe. Haiwezi kuchukua kombe. Kombe linapiganiwa uwanjani kwa kupeleka timu uwanjani. Si tupeleka timu uwanjani, tutaenda kupigana kiume, tuhakikishe tunashinda.